Finali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika ni uwanja wa Amani Zanzibar. Mwanzo tulikuwa tunaambiwa haiwezekani, tunataka kwa Mkapa, mara kuna sehemu huko nje ya nchi. Sasa kwa maelezo au kwa taarifa kwa umma iliyotolewa na klabu ya Simba jana, shughuli ni uwanja wa Amani Zanzibar. Zile tiketi ambazo tuliambiwa zimeshanunuliwa zote zile za Platinum, VIP A na zinginezo, itakuwaje? Kuna Simba Day wameambiwa watazitumia. Tumsikie msemaji Ahmed Ali. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry, kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza, ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya finali. Njoo na rangi nyekundu, yani kama Valentine Day watu wanapovaa nyekundu, ndivyo ambavyo wana Simba wanatakiwa wavae tarehe 25. Ahmed hajajibu swali la Charles. Kwa sauti ambayo tunayo hajajibu swali la Charles. Lakini bwana Charles, yes. Simba wanataka kutumia zile tiketi kwa ajili ya Simba Day. Yeah. Na mimi nawapongeza Simba, wanathamini mashabiki. Simba wamethamini mashabiki wao hata kwa kusema hizo tiketi zitatumika kwenye Simba Day. Adela, katika nchi ambayo naona mashabiki hawathaminiwi ni mashabiki wa soka la Tanzania. Shabiki wa soka la Tanzania anaweza akawa na tiketi akaumwa na mbu wa polisi, anaweza akawa na tiketi yake akapigwa virungu, anaweza akawa na tiketi yake asione mechi, anaweza akaenda uwanjani na tiketi yake mechi ikaahirishwa bila sababu za msingi, anaweza akanunua tiketi siku moja kabla tena katoka Simiyu au Bariadi kuja kuangalia mechi kama ilivyotokea mechi 8. Simba imetoa hatima ya tiketi zao mapema kabla hata bodi ya ligi haijatoa hatima ya tiketi za pambano la Simba na Yanga tarehe 8 iliyoahirishwa. Lakini Simba washatoa hatima ya tiketi. Unaweza ikawa sio lengo la shabiki. Mambo yanaweza yasiende vipi, lakini Simba wanakumbuka kwamba kuna mashabiki wao wana tiketi mkononi wanazo katika pambano ambalo ghafla limeota mbawa, Temeke limekwenda kuchezwa Unguja. Kwa hiyo hilo swala tu la kukumbuka ni thamani. Adela, juzi pambano la Espanyol nadhani na Barcelona, kuna mashabiki waligongwa na gari nje. Mechi ilichelewa kuanza. Ulaya kukiwa kuna traffic jam iliyopitiliza kali, mechi inachelewa kuanza kwa heshima ya mashabiki walikuwa wapate way out namna ya kufika uwanjani. Wasi unajua mambo ya Ulaya. Yani mtu na utu vinathaminiwa. Lakini sisi mashabiki hatuwathamini katika namna wanavyokuja uwanjani, hatuwathamini hata mazingira ya uwanjani. Adela, ukienda uwanja wa Taifa unaweza usirudi tena. Sijui sasa hivi kwa jinsi ya vyo. Nilienda mara moja tu kwenye mechi hizi kubwa, lakini sitamani kukanyaga. Kuingia ni bugudha plus. Yani una tiketi zako lakini unasukumwa, unafanya nini? Ni kama vurugu fulani hivi. Tiketi ile, rafiki yangu mmoja alikuwa anasimamia masuala ya uwanjani, anaitwa Msafiri Mgoi. Alikuwa anawaita watazamaji wateja. Yani ile ni biashara ujue vile vile. Alikuwa anaita wateja, afa akasema wateja wangu mimi naogopa zaidi maana ya mashabiki, kwa sababu wameamua wenyewe kuja uwanjani. Yani hawajashurutishwa na mtu. Kwa hiyo wanaweza wakaamua wasije. Kwa hiyo should handle them with care.
Unajua ni tofauti hata mteja ni mfalme. Ni tofauti hata na swala la umeme. Umeme ni lazima. Unaweza ukanyanyasika na umeme ujue, kwa sababu huna option. Lakini kwenda uwanjani pale una option, ukarudi nyumbani ukaangalia Chelsea na nani. Leo kaangalia Bournemouth nani, Man City na Bournemouth. Kwa hiyo Simba walichofanya mimi nimekipenda. Of course na wakikamilisha zaidi tutaanza kuona heshima kwa mashabiki. Wakikamilisha kweli wakaandaa Simba Day na wale mashabiki ambao wana tiketi wakaingia kwenye tiketi zile kwa tiketi zile maki watu hawana majibu ya tarehe 8. Lakini kiingilio kitakuwa sawa kweli au whatever, lakini hata mkikipanga vipi, lakini wale si wanaweza kupata advantage hata kama kiingilio kilikuwa ni cha juu na hiki ni cha chini, si wanapata advantage. Na sisi mashabiki hata walokosa tarehe 8 wana uwezo wa kushtaki. Ni haki yake. Mtu kuna mmoja amefungua kesi, mtu anatoka Iringa ana tiketi anakuja mpaka hapa. Kuna yule alitokea sio ni mkoa gani akafariki. Ule ni mkataba. Kuna yule alifariki na kitu kibaya zaidi hakuna sababu ya msingi. Unajua sababu ya msingi ambayo inabidi ukae na tiketi yako mfukoni ni kwamba kulikuwa kuna janga la asili. Kulikuwa kuna mvua kali sana, uwanja ukajaa sana maji. Kulikuwa kuna kiongozi labda amefariki mkubwa wa kitaifa. Yaani yale majanga yale, unajua kuna sijui kama wakati ule Mvibu Koba mwezi mkacheza mechi watu wako kwenye msiba wa kitaifa ambao ni kama ule. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo hauwezi kwenda kushtaki. Lakini kwa mfano wale pale wa tarehe 8 mpaka leo hawajui sababu kwa nini usishtaki. Na watu wamepata hasara kweli kweli. Na hizo vitiketi legend hizi ambazo tunakata kwenye hizi mashine kwenye mashine vile visiwa vinafutika. Sasa nyingine zinabakia kwenye simu au inakuwaje? Wanawake mimi uwanjani huwa anaingia na kadi. Ni N-card. Kama ni N-card sawa. Kwa hiyo kuna hilo swala ambalo Simba nasema kwa namna moja au nyingine. Tena ya Simba imagine sababu iko nje ya mikono yao. Kwamba mechi walijua itachezwa taifa lakini bado wametenda uwema. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu kizuri. Chazi lakini mimi nilikuwa nataka nijue kwa nini mashabiki wengi wa Simba wana hofu sana mechi kupelekwa Amani Zanzibar. Yaani wanaona kama na imewanyongonyesha sana Mkapa ni jambo la kimkakati la kuamaliza. Yaani wanaamini ushindi. Nani hapo Ahmed amefafanua vizuri. Amesema na hata jana CAF umetoa statement kwamba walishirikiana na TFF na wizara kwenye ukaguzi mwingine kuangalia itakuwaje, lakini wakafikia solution ya kwamba mechi haiwezi kuchezwa pale. Na kwa Simba mimi I can understand wao frustration yao, kwa sababu wamekuwa na rekodi nzuri na uwanja. Wamekuwa na uwezo wa kupindua meza, na hiyo ukifanya kitu hiyo inakuwa ni imani, inakuwa imekuingia. Unajua hata kwenye maisha ya kawaida haya kuna watu huwa wana imani za kawaida kabisa hizo kwenye maisha. Mwingine anasema mimi nikitoka nyumbani natanguliza mguu wa kushoto. Ile zote tukaingiza kwenye ushirikina ile. Sio ushirikina, wanaitwa rituals. Yaani ina kitu. Kwa mfano wazungu hawana gorofa namba 13. Kwa namba 13 ni ya nuksi. Kwa hiyo wanaweza wakawa na 12A na 12B na 14. Ambao wana sababu za msingi lakini. Sio sababu za msingi, ni imani kwamba namba 13 ina nuksi. Ni namba mbaya. Ina nuksi, lakini sio chawi. Kwa wao. Sisi tunaitumia 13 kama namba za kawaida. Tunaona kama namba za kawaida. Kuna mchezaji wa Chelsea na Ujerumani, Michael Ballack, alipoteza finali nyingi. Na moja hakucheza kwa sababu aliumia. Alikuwa anavaa jezi namba 13. Kwa wazungu wengi hata ile jezi huwa wanaikwepa. Wanaamini kuna kitu. Kwa hiyo imani ikijengeka sana, na hata Simba ndo ana hiyo kitu, ni imani. Lakini mimi I can tell you mimi naona ni kama psychological issue. Ndio ni psychological issue. La kisaikolojia. Lakini mimi naweza nikakupa fact. Mimi ukiniambia Edo labda wako comfortable kwa sababu ni uwanja ambao wameuzoea. Wingi wa mashabiki. Wameuzoea plus na wingi wa mashabiki. Ile pitch ya Mkapa. Labda kwa nje ya pitch Zanzibar jinsi ilivyo. Kuna tofauti yoyote ya vipimo au kwangu mimi sijaona kama kuna tofauti kubwa. Sijaona kama kuna tofauti so far. Ninachojua kuna viwanja ambavyo ile pitch size inakuwa ni ndogo, lakini kwa ule na hii pitch zinaweza zikawa ziko sawa. Issue ni hiyo imani na plus fans. Kwamba mashabiki wengi na tayari kuna vitu Simba, kuna vitu walikwisha kuvifanya
kwenye uwanja katika uwanja huu ambavyo wanaamini nguvu ya mashabiki ilichangia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wao Simba kuwa na imani kwangu mimi wala sio tatizo. Tatizo langu kubwa mimi ni nini? Limetokea hilo jambo. Uwezo ukasema kwamba ndio mnashiriki basi kama Amani tunafungwa. Na kwa wanyonge. Sio kama unaelewa vizuri Siwarudishe nyuma. Yani of course hii eka haijawatoa wachezaji mchezoni. Katika vitu mimi nimekaa na wachezaji hawajali kabisa. Unaona wachezaji wa Simba kama wanaocheza hawajali, sisi tunaoshabikia kwa nini? Adela atakupa mfano mmoja. Watu wanasema Simba sijui amekimbia mechi, sijui labda Kamara alikuwa ameumia ile tarehe 8. Hivi unajua wale wachezaji wengine wanajiuliza kwa nini sisi hatuchezi? Yaani katika vitu ambavyo wachezaji hawajali ni hivyo. Mnaweza mkawa nyewe mna hofu kwa mashabiki, viongozi, wachezaji. Mimi nimekaa nao, wachezaji hawaingiwi na hofu. Wachezaji wanaweza kwa wanaenda kumkaba Mahrez, sio hata wa national team wao saa 7 ile wanacheza karata. Hawana hata wana chati hata ukiwasogelea hivi mazungumzo yao hayahusu sijui kwamba bwana huyu jamaa tutamkabaje sijui nini. Hawana hiyo, wachezaji hawana hofu. Yani hata kiongozi akikataa mechi bwana hatuchezi. Hata wachezaji wa Yanga sasa hivi wanajiuliza kwa nini hatuchezi? Wanataka kwenda. Yaani hiyo ambayo viongozi mashabiki wanasema hatuchezi. Wachezaji wanaona kwa nini hatuchezi? Kwao it's not an issue at all. Kwa maana hiyo kwamba kwa maelezo yako Legend, kwa hiyo kombe halitopanda ndege mara mbili. Yeah, of course. Kwamba wachezaji hawana pressure, kumbe pressure tunazo sisi mashabiki huko. Sisi tuna pressure. Kama wachezaji hawana pressure, uhakika wa kushinda upo. Amani acheze wapi? Shabalala mimi najua hana pressure, Kapombe hana pressure ya kucheza Amani, atazidiwa kiwango au atakuwa kwenye kiwango chake, that's it. Wao wanafuata tu maagizo ya viongozi. Bwana tusicheze, sijui tufanye hiki. Lakini kelele za mashabiki zinaweza zikawa of course zina support, lakini sawa imetokea kwamba Simba achezi taifa. Unadhani yeye kwamba ndo anajua kwamba sisi tunaenda Amani kufungwa? Yeye anajua sisi washikaji tukifika pale bwana sisi tunakamua. Yaani haimwathiri sana mchezaji. Viongozi wana imani zao. So unajua kuna mambo mengi. Wa mashabiki ndio wana hizo imani. Hasa mashabiki ndio wana shida.